Karibu tena mtazamaji, na tutakuwa tunazamia moja kwa moja mazungumzo tukisubiri kuungana na mwenzetu kule katika jiji la Mombasa akiwa atatuletea maoni ya wakazi wa Mombasa kuhusiana na mvutano uliokuwepo ama uliopo kati ya ule muungano wa hospitali za kibinafsi katika miji na katika maeneo ya mashinani RUFA na vile vile mamlaka ya bima ya afya ya jamii SHA. Kumbuka RUFA ilisitisha huduma hizo na kusema kwamba wale wanaotumia huduma za SHA katika hospitali za kibinafsi watalazimika kutumia hela zao wenyewe kulipia matibabu na huduma za matibabu, swala ambalo limesababisha mkanganyiko na mahangaiko kwa wagonjwa ambao walikuwa wanategemea bima hiyo kikamilifu. Ni studioni nimeungana na mchungaji Joseph Kariuki ambaye nafikiri si mgeni katika runinga, akiwa ni naibu mwenyekiti wa muungano huo wa RUFA ukiwa unajumuisha hospitali za kibinafsi mijini na mashinani. Karibu sana. Asante sana. Nashukuru kwa hapa. Naam. Tunajua kwamba mara nyingi taasisi za afya zinakuwa zinapeana kipaumbele kwa afya zaidi ya chochote kile. Lakini nafikiri hatua ambayo mmeichukua wengi iliwashtua kwa sababu hawakutarajia kwamba mnaweza kusitisha huduma hizo, na licha ya kwamba mnajua zitakuwa na changamoto kiasi gani hususan kwa wagonjwa na wale wanaotafuta huduma za matibabu katika hospitali za kibinafsi. Hatua hii ilitokana na nini hasa? Tunajua kuna limbikizi lile la deni ya shilingi bilioni 10, lakini kuna mazungumzo yalifanyika, mlijaribu kutoa muda na nafasi mpaka mkahisi mmesukumwa mpaka mwisho kuchukua hatua hii. Asante sana kwa kutupatia nafasi ili tuweze kuelezea na kujulisha wananchi vile mambo yalivyo. Pia tunaghadhabishwa sana kama watu wa huduma za afya kufikia kiwango hichi cha kusitisha kutoa huduma hizo, na hatungependa kabisa kufikia kiwango hichi, lakini kwetu kufikia hapa inamaanisha tumejaribu yale yote ambayo tungeweza, na ikawa kwamba haijawezekana. Kwanza kabisa vile umesema kuna malumbikizi ya pesa, na historia yake ni kuanzia mwaka wa 2017 kufikia sasa. Bado kuna mengine ambayo yanaendelea kujazana, na tunapoulizia mikakati gani iko ama njia gani zinawekwa, hakuna maelezo mazuri. Alafu baadaye ikawa ni hata zile ambazo tumeweza kuwapatia wazitengeneze walipe mahospitali, pia ikafika mahali wakazikataa. Na wakazikataa kwa njia ambayo sio sawa, sio kulingana na kanuni ama ile mkataba tulikuwa tumeweka pamoja nao. Ndio ikaleta shida hii yote. Malimbikizi kama ulivyotaja yanakwenda paka nyuma hadi mwaka 2017. Hii ilikuwa mamlaka ya NHIF nafikiri. Na malimbikizi haya hatujaona mkichukua hatua hii awali licha kwamba yamekuwepo. Sasa hivi kubadilika kwa SHA na NHIF kuwa haifanyi tena kazi, lakini SHA imechukua nafasi yake, kumeleta tofauti yoyote katika aidha kulipo kwa fedha hizo ambazo zimekuwa malimbikizo ama hata katika kufanya tu majadiliano kati yenu na upande wa serikali? Kwanza kabisa ningependa ni kujulishe kwamba tumeweza kuchukua hatua kadha. Utakumbuka kwamba wakati tulikuwa tunavuka kutoka NHIF kwenda kwa SHA, pia tulitoa tangazo la kuacha kutoa huduma za afya, ili tukitaka kwamba tuelezewe vizuri tunapovuka kutoka kwa NHIF kwenda kwa SHA, nini itafanyika na yale madeni yetu ambayo yalikuwa kwa NHIF. Na ndiposa tukielezewa kwamba SHA imekuja na imechukua mali na madeni yote ya NHIF. Sasa yote imekuwa ya SHA, na ndio maana sasa hata tuongei mambo ya madeni ya NHIF, kwa sababu madeni yote sasa yamehama ni ya SHA. Kwa hivyo SHA iko na haki ya kulipa madeni haya yote. Na kufikia mwezi wa pili, wa tatu mwaka huu, tuliweza pia kujaribu kufanya mazungumzo ambaye haikuenda vizuri, na tukatoa ilani ya kusitisha huduma za afya. Na hapo mwezi wa tatu, rais mwenyewe wa nchi alitangaza kwamba madeni hayo yatalipwa, akatoa executive order. Madeni ya hospitali ambayo iko milioni 10 kurudi chini, alisema italipwa mara moja. Milioni 10 kwenda juu yatafanyiwa ile verification. Na tukakubali na tukasitisha mgomo wetu, tukarudi kazini. Miezi ngapi sasa? Hatujaona chochote.
Sasa ikafika mahali ambapo pia SHA ambayo imekuja ni mgeni, pia imeanza kuwa na malumbukizi ya madeni. Na ndiposa inasema kuliko tungoje mpaka iharibike kabisa, afadhali tuwe na mazungumzo na tujadiliane, tujue tutaweza kufanya nini ili tuweze kulipia hizi madeni na ziache kulumbukizana kama vile inavyoendelea. Tulipotoka NHIF kuja kwa SHA, tulivuka na deni la bilioni 33. Kwa muda huo wote 2017 hadi sasa. SHA ilipoingia mwaka mmoja baadaye, tutakuwa tunasherehekea mwaka mmoja mwezi ujao, imepata malumbukizi ya bilioni 43 ya mahospitali. Sasa tunaanza kuangalia, tunaambia serikali hatuwezi kuendelea hivi. Lazima tuwe na mazungumzo, tuelezane ni nini ambayo haiendi vizuri na ni nini ambayo tunaweza kufanya ili tuweze kutengeneza hili jambo liwe nzuri mapema kuliko liende likaharibike wakati ambapo pesa mingi ziko pale kwa malumbukizi. Na kama wenye hospitali tumeweza kupatia serikali mapendekezo yetu. Tukawaeleza mambo kama 6-7 hivi ambayo tumewekea ya kueleza vile wanaweza kufanya ili tuweze kurekebisha hali hiyo. Lakini kufikia hapa hatujapata mwaliko wote wa mazungumzo. Kati ya mapendekezo ambayo mmepeana, labda kwa kuyagusia, ni yapi ambayo mnahisi yakifanywa basi hakutakuwa na hali kama hii kwenye siku za usoni? Kama ulivyotaja, mmevuka na deni kutoka kwenye NHIF kuingia katika SHA. Na sasa hivi bado deni hilo linalimbikiza katika mamlaka mpya ya SHA na hakuna mazungumzo ya jinsi ambavyo linaweza likalipa. Jambo la kwanza tuzungumzie kuhusu pesa. SHA inakusanya kutoka kwa wananchi bilioni 5 kila mwezi. Lakini yale madeni ambaye claims ambazo zinatoka kwa hospitali kila mwezi ni bilioni 9. Sasa tuko na deficit ya bilioni 3 hadi 4 kila mwezi. Hiyo tukiendelea hivyo hatuwezi kufanya kazi. Hatutaenda mahali. Kwa hivyo tunakaa, tunaelezea serikali, tunawaambia tuna mapendekezo ambayo tunaweza kuwapatia ya vile tunaweza kubridge gap. Tusikwe na deni, kwa sababu kila mwezi tukiwa tunavuka na deni ya bilioni 4 then itakuwa tuna shida. So tuko na mapendekezo ambayo tumewekea serikali. Na mapendekezo yao ni kama haya. Kila siku tunasikia wanasiasa wakisema Wakenya milioni 25 wamejiandikisha kwa SHA. Lakini jiulize, ni wangapi kati ya milioni 25 ambao wanalipa hizi pesa za SHA kila mwezi? Milioni 3 peke yake, wale ambao wako na payslip. Turudi tuongeze milioni ingine 1 ya wafanyabiashara wale ambao wanapenda afya zao na angao hawana payslip wanajilipia. Watu milioni 4 ndio wanabeba mzigo ya watu milioni 51 wananchi wa Kenya. Sasa sisi tunaambia serikali, njia moja ni hii. Mnapoambia wananchi wajiandikishe na wataenda kwa hospitali watibiwe na kwenda nyumbani bila kulipa chochote, amfanyi vizuri. Ambia wananchi wajiandikishe na pia waweze kulipa. Kwa sababu wasipotoa pesa ile ambayo inatolewa na wale milioni 4 haitasaidia Wakenya wote. Kwa hivyo tunasema, ambieni wananchi wajiandikishe na wajikakamue waweze kutoa angalau kitu kidogo. Na hii kitu kidogo ni gani? Kuna ile kitu inaitwa proxy means testing, ambaye ni mfumo wa kidijitali. Unaingia pale ndani, unapeana mambo yako, unasema niko na televisheni, niko na gari, natumia gasi nyumbani, nyumba yangu ni ya mawe, alafu hiyo mfumo inakuelezea hapo mwisho unatakana kulipa pesa ngapi. Hiyo tuliambia serikali iondolewe kabisa. Manake watu wanapoona kwamba pesa zao zimetajwa kuwa juu sana kwa mwaka, unaambiwa kila mwezi pengine utakuwa ukilipa 850 ama 900. Ukipiga mara 12 ya mwezi ya mwaka, unakuta hizo pesa zinakuwa nyingi sana. Hata mshahara yako ya miezi miwili haiwezi kulipia. Na hii ni kumaanisha kwamba zamani watu walikuwa wamezoea kulipa 500 ya NHIF. Serikali mpya ilipokuwa ikifanya kampeni iliwaambia itapunguza hadi 300. Sasa ukikuja kufanya proxy means testing inakupeleka 900.
watu wengi wachana nayo. Alafu wakaharibu zaidi, wakasema hiyo 900 ambayo inakwambia ilipe kila mwezi utalipa mara moja ya mwaka mzima. Sasa Wakenya bado wanasumbuka na ile kidogo ya kila mwezi, alafu unaambiwa lazima ulipe mwaka mzima ili uweze kupata matibabu. Tukatoa mapendekezo yetu, tukaambia serikali hii haiendi vizuri. Wananchi wengi wanakataa kutoa pesa kwa sababu hawana. So njia mzuri ni kufanya hivi, kuondoa kabisa hiyo means testing. Na kusema kila Mkenya ambaye amejiandikisha angalau atoe 500 ile alikuwa anatoa ya NHIF ya zamani. Hiyo walikuwa wanatoa na wanatoa faithfully. Wakitoa hiyo 500 au milioni 21 ambayo hawatoi kwa sasa, already tuko kwa bilioni 10. Ambayo ni zaidi, ni mara 2 ya ile ambayo SHA inakusanya kwa sasa. Kwa hivyo kuna mapendekezo kama hayo ambayo tunaambia serikali wakubali tu, waregeshe hii mazungumzo yao kidogo. Ikuwe ukijiandikisha pia toa pesa kidogo, kwa sababu haitawezekana. Hakuna huduma ya afya ya bure. Hata kama wewe haulipi, kuna mtu anakulipia mahali. Na maana mapendekezo hayo tunaweka juu ya meza ili yaweze kuzungumziwa. Ingine maybe nikisema ni kuna hawa walimu na polisi ambao walikuwa kwenye NHIF zamani. Wakaweza kutoka wakaenda katika private insurance. Wamekaa huko miaka 5, 6, 7. Sasa wanaambiwa wanarudi tena katika SHA. Na hawa walimu na polisi walipokuwa NHIF ndio walitoka na deni zaidi ya bilioni 20 na kitu. Ndio walitoka wakaacha deni hapo. Hizi pesa ambazo tunadai sasa ni zile ambazo hawakulipa wakiondoka. Sasa walienda kwa private insurance, MKL na Minet. Wakakusanya tena deni zingine ziko huko. Sasa tena wanataka warudi kwa SHA. Ndio maana tulitaka tukae chini na serikali tukubaliane tutafuata taratibu zipi ili wasije wakaleta tena deni. Hospitali zimebakisha deni kwa NHIF, ziko na deni ya walimu na polisi kwa MKL, tena warudi kwa SHA. Lazima tukue na njia ya mazungumzo ya kukubaliana vile tutaendelea. Mvua ilianza kutunyia lini? Kwa sababu nafikiri umetaja mwaka 2017, lakini NHIF imekuwepo zaidi ya miaka hiyo. Wapi ambapo matatizo yalianza na labda yalisababishwa na nini? Hapo 2016, 2017, hapo ndio tulianza kuwa na shida kidogo. Na baadhi ya hizi shida ilikuwa hivi. Serikali ya wakati huo ikaweza kusema kwamba itatoa huduma za afya kwa wanafunzi wa shule za sekondari. Ilikuwa inaitwa EduAfya. Na hiyo program ilikuwa inakuwa sponsored na national government. Serikali iko na deni ambayo haikumaliza kulipa ya EduAfya. Wakaleta mfumo mwingine wa Linda Mama. Linda Mama pia haikuwa inalipiwa wakati unaofaa. Kuna program ya hawa wanaitwa indigents, wale ambao hawajiwezi, wasiojiweza na hawana pesa, maskini, walikuwa pia wameletwa NHIF, walikuwa pia wanalipiwa na serikali. Hizo pesa zote, na pia kama hao nimetaja, walimu, polisi, department za serikali nyingi, ministries, hazikuwa zina remit pesa yao kwa NHIF. Hapo ndio pale shida ilianza. NHIF ikashindwa kulipa madeni yake kwa sababu pia inadai, na ule anadaiwa zaidi ni serikali. Na haingeweza maybe kusukuma serikali lete hizo pesa. Badala ya kulipa, inahamisha walimu na polisi. Ambao ndio the largest block ya civil service in the country. Na tukiangalia matatizo hayo na jinsi yalivyoanza, kuna dhana ya kwamba tuliharakisha labda mfumo huu, kwa sababu umetumia mabilioni ya fedha kuweza kuanzishwa na kufanya kazi, kama tunavyotaja kwamba masuala ya kidijitali na mfumo unaotumia wenyewe unahitaji fedha kuingizwa ndani yake ili kuweza kufanya kazi kikamilifu. Unahisi kulikuwa na haja ya kuhamisha ama kusawazisha mfumo uliokuwa? Kwanza kabisa hakukuwa na haja ya kuhamisha, hakukuwa na haja ya kufunga NHIF. Lakini sasa hiyo majadiliano iko nyuma yetu. Sasa tuko na SHA. Swali ni tufanye nini na hii SHA? Na umeuliza swali nzuri. Kulikuwa na kuharakisha? Mimi ningesema ndio. Kwa sababu vile ambavyo SHA ilikuwa introduced,
ilikuja kwa haraka sana. Mambo mengi yalikuwa hajawekwa vizuri, mfumo wa kidijitali, wananchi hawakuwa wameelimishwa vizuri, hospitali hazikuwa zimekubaliana katika zile benefits na contract ambayo wangesign, na mambo mengine kama hayo. Na unakuta kwamba tulipokuwa na mwenyekiti wa kwanza wa SHA, na nakumbuka sana maneno yake, Dr. Timothy Olwenyi. Alikuwa kila mara tunamuuliza, kwa nini tusianzishe hii mfumo? Tuanzishe, mbona tunachelewa? Dr. Olwenyi alikuwa anatuambia, I would rather wait to do it right rather than do it fast. Alikuwa anasema fadhali ningoje niifanye vizuri kuliko niharakishe kwa haraka nikose kuifanya vizuri. And I think hapo ndio mahali tulikosea. Manake tulipokimbia kuiharakisha ili tuingie tufanye vile serikali inataka, hapo ndio pahali tuliangukia. Manake mfumo wa kidijitali au kuwa umejaribiwa hapo mbeleni. Kwa hivyo tulipoingia tu wiki 2 za kwanza imefeli. Wananchi wanakuja hospitali hawezi kupata huduma kwa sababu lazima wapitie kwa mfumo wa kidijitali. Utakumbuka kwanza wakati walipoambiwa waanze kulipia, kujiandikisha peke yake katika huo mfumo ulikuwa ni vigumu sana. Sasa ikabidi baada ya mwezi mmoja hivi wabadilishe ule mfumo, walete mfumo mwingine wa SLAID ambaye ndio sasa tunatumia. Na mfumo huo pia uliletwa, tukawa tunaendelea kuutumia, tukifanyia majaribio, tukifanyia mageuzi, na tunaendelea. So ikawa na shida zake. Ingawa tunaweza kusema kufikia hapa kuna kiasi ambacho tumeweza kusonga, ambayo ni kiasi kizuri. Naam, tukizungumzia kiasi ambacho tumesonga na pia kuangazia labda maamuzi ambayo yamekuwepo, ukiangalia takwimu, ni asilimia ya Wakenya kiwango gani ambao wanaathirika na uamuzi ambao upo sasa wa kusitisha huduma hizi na kutumia kwa bima ya afya SHA katika hospitali za kibinafsi? Tunajua kwamba kuna hospitali nyingi za umma ambazo labda zimeongezeka kutokana na ugatuzi, lakini tukiangalia masuala ya takwimu, ni asilimia ngapi ya Wakenya wanaoathirika na uamuzi huu? Tukiangalia na tukichukua hesabu za zile claim ambazo hospitali zimekuwa zikipeleka kwa SHA, tunaona kwamba asilimia 61 ya claims zinatoka kwa private sector. Na kwa hivyo ni sawa kusema kwamba asilimia 61 ya Wakenya kwa sasa wanahangaika, kwa sababu hao ndio walikuwa wamezoea kutumia hospitali za binafsi na zile za kidini. Yeah. Na labda kulikuwa na mazungumzo ama matayarisho kwa umma, kwa sababu tunajua kwamba sio kila Mkenya anayefuatilia taarifa za habari. Kuna baadhi wanaishi lakini hawajui ni yapi ambayo yanayotokea. Katika masuala ya kuweka uhusiano mwema kati yenu na jamii, kulikuwa na matayarisho gani? Kwa sababu nyinyi kama muungano mlikuwa mnajua mtakwenda kuchukua hatua hii kwa sababu ya yale malimbikizi, kwa sababu ya zile hatua ambazo mlikuwa mmechukua, na pia mazungumzo ambayo yalikuwa hayakufua dafu. Katika upande wa nyinyi na jamii, kulikuwa na mazungumzo ama matayarisho yoyote kuwatayarisha tu kimtazamo kwamba haya huenda yakatokea na mnafaa kujipanga namna hii? Ni kweli kabisa, tuliweza kufanya hivyo kwa sababu sisi tuko very considerate. Tunajua huduma za afya si huduma kama zile zingine za ambazo unaweza kucheza nazo. Kwa hivyo tulipoona mazungumzo yetu hayaendi vizuri na wizara, tuliweza kutoa ilani ya siku 14. Na kila siku katika mitandao yote ya kijamii tumekuwa tukitoa countdown. Tunasema siku 13, siku 12, siku 11, tukaendelea hivi hadi ilipofika 0. Na wananchi wamekuwa waki-engage na sisi katika mtandao wa kijamii, kujaribu kuuliza ni kwa nini serikali ifanye hivi. Wakati huo huo tumeandika barua kwa wizara, kwa waziri mwenyewe na kwa shirika la SHA kuambia kwamba tumefikia mwisho. Manake pahali tumefikia hatuwezi kuendelea kuongeza madeni, tunahitaji kufanya jambo fulani. Wako na barua za kuitisha maelezo ama mazungumzo na hawakuchukua hatua yote kufikia sasa. Hawajachukua hatua yote. Mazungumzo ya mwisho labda kati yenu na wizara ama na serikali yalikuwa lini? Kwa sababu kama ulivyotaja, lalama hizi hazijaanza sasa, na mlikuwa mnapeana ile hint kwamba sisi huenda tukachukua hatua hii, na kuna wakati pia mlikuwa mmetishia kugoma, na kukawa na kama ulivyotaja ile amri kutoka kwa rais kuamrisha kwamba yale madeni chini ya milioni 10 yalipwe, na labda madeni mengine yatakuwa yanawekewa mpangilio wa kulipwa. Mara ya mwisho kuwa na maelewano na mazungumzo na wizara ilikuwa ni wakati gani, na yapi ambayo yalikuwa yanajaribu kuafikiwa wakati huu?
Tumechukua muda bila kuzungumza na hasa I think unaweza kumbuka kwamba Wizara ya Afya ni moja ya zile wizara ambayo imebadilisha sana mawaziri na makatibu wakuu. Mawaziri wawili wa kwanza tulikuwa na wakati mzuri nao sana. Mazungumzo ilikuwa shida ikitokea mara nyingi tunakutana tunaongea, lakini niseme kufikia wakati wa waziri wa sasa na katibu wake hatujawahi kuwa na mazungumzo hata wakati mmoja. Pale tulikaribiana sana ni wakati tulikuwa tumeitwa na kamati ya bunge ya afya. Hapo ndio mahali tulikaribiana sana katika mkutano tulikuwa nao Mombasa, na tukajaribu kuelezea kamati ya afya, nao wakajaribu kuelezea, na ikawa dhahiri lazima tukae chini tuweze kuwa na mazungumzo, lakini hayajafanyika kufikia sasa. I think miezi miwili baadaye bado hatujapatana. Kuna kiwango ambacho labda cha huduma ambacho kikiwa kimetengwa ama kuwekwa wazi, mpango huu unaweza ukafanya kazi bila kuwepo kwa mvutano na malimbikizi ya madeni, kwa sababu kama ulivyosema, fedha zinazokusanywa kutoka kwa Wakenya wanaolipa ama wanaolipia bima ya afya ya SHA, ikiwemo wengi ni wale wanaofanya kazi, ambao pia wanaofanya kazi wengi pia wanatumia bima ya afya nyinginezo za kibinafsi. Mchango wao wa SHA unakuwa ndio mwingi zaidi. Bilioni 5 na bilioni 10 ambazo zinahitajika. Kuna huduma ambazo labda serikali ingesema ukiwa utatumia huduma hizi kwenye hospitali za kibinafsi unaweza ukakatwa mapato ama matozo ya kuona daktari na dawa zisipite kiwango hichi. Kipi ambacho kinaweza kuwekwa katika masuala ya kuhakikisha huduma zinatolewa lakini kwa kiwango ambacho tunakimudu? Tumeweza kuelezea serikali mapendekezo yetu, kwa sababu sasa unaona tuko mwaka moja ndani ya SHA. Tumeweza kuangalia tulipoanza kufikia sasa ni vipi ambavyo tunaweza kufanya ili zile pesa ambazo tuko nazo tuweze kuzitumia tukiendelea mbele, na mapendekezo yao yako pale. Kuna zile huduma ambazo tumewaambia ziweze kuangaliwe, na jambo kuu ni hili. Tulihitaji sana kutilia mkazo pale katika kuzuia kuliko kuponya. Na katika hali ya kuzuia ni katika zile hospitali za daraja ya 2 na ya 3 na zingine za daraja la 4. Hapo ndio pahali tuko na primary health care ambayo tunastahili kuzuia magonjwa yasiendelee kuwa makubwa ama zaidi ili iendelee kuwa complicated. Na ukiangalia vile serikali imeweka mpango wake sasa hivi, imeweka pesa nyingi katika kutibu kuliko kuzuia. Na hapo ndio tunaeleza serikali tunahitaji kubadilisha priorities zetu. Tuweze kuangalia level 2, level 3, level 4, tuweze kuwapatia pesa zaidi na kuangalia kwamba wana pesa za kufanya ile kazi yao. Ili kazi ya level 5 na 6 ambayo ni ya speciality cases iwe ni kazi rahisi. Na tuweze kutambua magonjwa kama ya kansa kama bado ni mapema katika level hizi daraja la chini. Hapo bado mazungumzo hayajakidhi vizuri ili waweze kuona vile tunasema, lakini tuko na a draft paper ambaye wakituita leo tunaweza kuwapelekea na kuwaonesha vile tunafikiria. Nafikiri ni mapendekezo mazuri, lakini tutakuwa tunasubiri kuona iwapo mnapata fursa ya kupewa sikio na wizara na vile vile pia serikali kwa jumla, na kusitisha tu mvutano ambao unaendelea, ikiwa kama alivyotaja mchungaji Kariuki akiwa ni naibu mwenyekiti wa RUFA, 60% ya Wakenya wanataabika kutokana na uamuzi huo wa kusitisha huduma za matibabu kupitia mpango wa bima ya afya ya kijamii ya SHA. Tutakuwa tunaingia madukani, lakini nitakaporejea nitakuwa naungana na mwenzangu Alan Ochanda ambaye ameketi na wananchi kule Kakamega katika bunge la wananchi. Atueleze wananchi wanasemaje kuhusiana na mvutano huu kati ya RUFA na SHA, na athari hizo katika hiyo 60% basi zinawafikisha wapi wao kama Wakenya, ikiwa basi huduma zimesitishwa hadi pale makubaliano yatakapokuwepo kati ya serikali ama wizara na muungano huo hospitali za kibinafsi za mijini na mashinani, yani RUFA. Nakusihi usiende mbali.